tulikuwa tunaongelea kuhusiana na shambulizi la kiroho ama kupigwa katika ulimwengu wa rohoni. Na tulipokuwa tukijifundisha tuliweza kugundua kwamba kuna mambo fulani yanaendelea katika maisha yetu na kuna mambo mengi yanaendelea katika jamii zetu na kuna mambo mengi yanaendelea kwenye maeneo yetu ya kazi na kuna mambo mengi yanaendelea hata kwa taifa letu ambayo mara mingi tumejiuliza ni kwa nini yanaendelea hivi, lakini tukakosa kujua. Na ndiyo maanake tuliweza kusoma Biblia na maandiko yakatuambia kwamba kuna mambo ambayo yanafanyika, yale ambayo yanaonekana na yasiyoonekana katika ulimwengu wa rohoni. Na tukasema kwamba Mungu anataka atujulishe kila jambo ambalo linafanyika katika maisha yetu. Haleluya. Na mojawapo wa yale mambo ambayo yanafanyika katika maisha yetu, tukakuja kujifundisha kwamba kwenye maisha yetu kuna maeneo ambayo adui ametushambulia. Na kwa sababu adui tangu zamani yeye amekuwa ni mjanja na amekuwa ni wa kujigeuza geuza, yeye ametushambulia mpaka kana kwamba hatuwezi kujielewa kwamba tumeshambuliwa, na hatuwezi kuelewa kana kwamba wewe unajionanga tu uko sawa. Na tukakuja tukajifunza kwamba yeye anaposhambulia mtu wa Mungu ama watumishi wa Mungu, kuna viegezo fulani ambavyo huwa analeta, na kuna mambo fulani na ama opportunities fulani ambazo yeye huleta katika maisha yetu. Na sisi mara mingi hata kama tunasema kwamba tumeokoka, tunakurupuka tunaingia ndani mwake na tunajipata kwamba bado tumeshikwa katika hiyo hali ya utumwa, na tumeshikwa katika hiyo hali ya kushambuliwa mpaka tumefika mahali sasa tumetulia na tumestarehe. Haleluya. Na tuliweza kukuja tukajifundisha kwa mtu kama alikuwa anaitwa Naomi ama nani? Tafadhali unajua tutaongeleshana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mifano ambayo tulikuja tukaona kwa Biblia. Tukaona kwamba kulikuwa na huyu mwanamke ambaye aliondoka kwa nchi yao kwa sababu ya njaa. Na yeye akahama na akaenda na mume wake na watoto wake mpaka kwa ile nchi ya Moabi. Na kile kitu ambacho tuliona katika yale maandiko, tuliweza kujifundisha kwamba adui alikuwa ameshambulia hii familia kwa kutumia kitu ambayo inaitwa njaa. Na tukajifunza tukaona kwamba kwa sababu ya njaa, huyu mwanamke aliweza kuondoka na familia yake na akaacha nchi yao. So it means that hata mahali penye alikuwa ameondoka, yeye alikuwa ni mama wa imani, na mimi naamini kwamba yeye alikuwa na madhabahu, alikuwa anatumikia kwa hayo madhabahu, na mimi naamini kwamba huyo mama pia kuna mahali ambapo alikuwa anatoanga fungu la 10. So wakati njaa ilipokuwa imeingia katika ule mji, yeye akaona kwamba mimi siwezi endelea kukaa. Akasema mimi nitaondoka na niende nitafute mahali ambapo kuna chakula, mimi na mume wangu na watoto wangu, ili tuendelee kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo ndio baadhi ya mambo ambayo tulijifunza, na tukasema kwamba wakati mwingine watu wengi kuna nafasi ambazo wameondolewa na adui. Na hii nafasi umeweza kuondoka kwa nafasi yako ukijua kwamba pengine
kuna mahali ambapo unaenda kusaidika, na mwishowe badala ya kusaidika ukajipata kwamba uko na kitu ambayo inaitwa kwamba uko ashamed. Bwana Yesu asifiwe. Na ikawa kwamba tulipokuwa hapo tukakuja tukaona kwamba adui wakati ambapo anashambulia mtu, yeye hujaribu sana kuleta msukumo. Yeye anakusukuma, haleluya, ufanye yale mambo ambayo haujastahili. Ndio maana Paulo anasema kwamba kuna yale mambo ambayo ninatamani kuyafanya na si hayo ninayoyafanya. Yaani Paulo alifika mahali akaona kwamba anatamani kumpendeza Mungu. Anatamani kila wakati akae katika uwepo wa Mungu. Lakini anaona kwamba kwa sababu yeye alikuwa ni mwanadamu na yeye ako na nyama, yeye pia ako na hisia. So kuna kile kipindi alichofika akaona kwamba ni kweli kuna sheria za Mungu ziko. Ni kweli Mungu ametuumba na ametupatia sheria ambazo tunafaa tuzifuate. Na Paulo alitamani pia yeye kuweza kuzihifadhi sheria za Mungu na amri za Mungu. Lakini anasema kwamba ninatamani kufanya, lakini yale ninayotamani kuyafanya siyafanyi. So mtu wa Mungu, kuna uwezekano kwamba wewe kuna mambo mengi katika maisha yako umetamani kuyafanya. Mimi naamini kwamba uko na maono mengi ambayo Mungu alikupatia mwaka jana, na Mungu amekupatia maono kwamba unastahili kufanya hayo maono ama kuyatekeleza. Na wewe nawe yale maono jinsi ulivyopewa uliyapokea kwa moyo wa furaha na ukayapokea kwamba utafanya, na hata ndani ya moyo wako bado kuna kitu kinaongea ndani mwako kwamba kuna kitu lazima nafaa kufanya. Lakini ni kwa nini haujafanya? Haujafanya kwa sababu adui anashambulia destiny yako, anataka kuiharibu na kukutoa kwa nafasi ili usitimize yale makusudi ambayo Mungu alikusudia uyafanye. Haleluya. Na kwa sababu ya hiyo anakushambulia katika ule ukora. Na ndio unaona katika kitabu cha Mwanzo maandiko yanasema kwamba naye nyoka alikuwa ni mwenye kujihadhari, yani alikuwa ni cunning. Kuna kitu Biblia inazungumzia kwa Kiingereza, kuna kitu inaitwa, yani shetani alikuwa ni mtu wa mjanja. How you getting this? So kuna tu vigezo fulani analeta katika maisha ya watu wa Mungu ili aone kwamba ule mpango wa Mungu katika maisha yako haujafanikiwa. How you getting that? So leo kile kitu ambacho ningependa tutaendelea na ule ujumbe tu, kwa maana kuna sehemu ambayo ningependa kwamba kama tungeweza kuenda pamoja, tunaweza kujua ni nini ni jambo gani tutakalolifanya. Bwana Yesu asifiwe. Utafanya nini brother Nyongeza? Utafanya nini ndio uweze kuanzisha ule mradi ambao ulikusudia kwamba uendelee? Ama utafanya nini ndio uweze kutimiza yale maono ambayo Mungu amekupatia? Bwana Yesu asifiwe. Tutafanya nini? Tutafanya nini? Mimi nitafanya nini? Tutaingia katika Biblia zetu, na leo ningependa tutaingia katika kitabu cha Yona. Kitabu ya Yona. Bwana Yesu asifiwe. Na najua kwamba kitabu cha Yona wengi wetu ni wasomi wa Biblia na tumejifundisha mambo mengi kuhusiana na Yona, na tunajua habari za Yona, na mara mingi tumeongelea mambo ya Yona. Lakini nilipokuwa nikipita katika kitabu cha Yona, nilipokuwa najifundisha kitabu cha Yona, kuna baadhi ya mambo ambayo mimi niliweza kujifundisha na nikapata kufahamu mambo fulani ambayo
sikukuwa nimeyafahamu zile siku ambazo nilikuwa nasoma hicho kitabu. Haleluya. So mara mingi tunaweza tukakuwa hapa tu, kuna mambo ambayo tunafanyanga wakati mwingine, kuna mambo tunayaongeanga, kuna hadithi huo tunahadithia, lakini wakati mwingine kuna huenda yale maneno ambayo huo tunayaongea, nimekuja kugundua kwamba wengi wetu hatuyatendi na kuyatekeleza jinsi ambavyo tunayaongea, na wengi wetu hatuyafanyii kazi kulingana na jinsi ambavyo yamekuja. Haleluya. Kitabu cha Yona 2, Jonah chapter number 2. Haleluya. Hiji sisi wote tunajua mambo ya Yona. Na Yona ni mmoja wa watumishi wa Mungu ambaye alikuwa amepata neema kubwa sana machoni pa Bwana. Na Mungu alikuwa amewekeza neema yake kwa huyu mtumishi ambaye anaitwa Yona. Na ni yeye peke yake katika zile siku ndiye ambaye alikuwa amepata ufunuo. Ni yeye mchungaji ambaye alikuwa ameitwa hiyo wakati. Ni yeye peke yake ndiye alipata kibali machoni pa Bwana. Na Mungu akamwambia Yona kwamba ondoka uende Ninawi. Haleluya. Na alipoambiwa na Mungu kwamba uondoka uende Ninawi, uende ukapeleke injili, kwa sababu watu wa Ninawi wamefungwa kwa dhambi na wameshambuliwa kwa dhambi, Yona hakuweza kufanya jinsi ambavyo Mungu alimwambia. So tunaona kwamba Yona alikuwa amepata neema machoni pa Bwana. Na hiyo neema ambayo Mungu alikuwa amempatia Yona ilikuwa ni neema ya kutangaza ukuu wa Bwana. Lakini adui anakuja anamshambulia Yona, anamtoa katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yona anasema mimi siwezi enda Ninawi kwa maana hao watu dhambi yao imekuwa nyingi sana. Haleluya. Anasema kwamba siwezi enda kuhubiri injili. Na Yona akachukua njia nyingine. Maandiko yanasema kwamba akachukua nafasi ya kwenda Tarshish. Haleluya. So ningependa tuangalie ni kwa nini Yona aliweza kurudi mpaka akafanya hiyo assignment ambayo Mungu alikuwa amempatia. Tunajua kwamba alikuwa amepata neema machoni pa Bwana na akashambuliwa, adui akamshambulia yeye, akapoteza. Mara ya kwanza tunaona kwamba amepoteza hiyo nafasi, kwa sababu adui amemuondoa kwa hiyo nafasi ya kupeleka hiyo injili. So yeye amechukua nafasi nyingine. Haleluya. Alafu sasa katika huu mstari wa katika hii Yona 2, inawezekana kwamba wewe ni kiongozi ambaye umeaminika katika hiyo idara ambayo Mungu amekuweka hapo. Lakini jua kwamba adui anajaribu kukutoa kwa hiyo nafasi kwa sababu ya tusababu twenye hata hatueleweki. Haleluya. Na sababu zinazosababisha Yona anakosa kwenda kuhubiri injili ni kwa sababu hawa watu wako na dhambi kumshinda yeye. Na hiyo ndio sababu mambo mengi tumekosa kuwajibika. Kuna mambo mengi yameharibika. Kuna maeneo ambayo Mungu amekuweka, lakini kuna tu vitu tunakuja, kuna tu mambo tunaanza kufanyika mpaka inafika mahali wewe unasema kwamba basi wacha ikuwe venye iko hivyo. So kila mtu ashughulike na yake. Yona alikuwa amesema kwamba hatashughulika na hawa watu. Na aliona kwamba hawa watu number 1, huyu Mungu kwani mimi kwani niliokoka? Huyu Mungu mwenye aliniokoa hiyo wakati niliokokanga, mbona hawakuokoka hiyo wakati mimi niliokoka? Mbona hawakuokoka hiyo wakati? Mbona hawakujua? Kwanza in fact hata nikienda kwa watu na wenye wamekuwa wabaya sana hawataokoka. Na hivyo ndivyo mara mingi sisi kama Wakristo Mungu ametupatia nafasi hata ya kuwashauri wenzetu. Unaweza ona kwamba ndugu yako ako katika hali fulani, just the word of encouragement.
wewe uko na idea ya kumencourage huyu ndugu kwa hii njia ambayo ameichukua, hii njia ambayo si sahihi, lakini kwa sababu ya kujipenda na kwa sababu ya ubinafsi unaona kwamba wewe hautasimama kwa nafasi ya kufanya namna gani ya kumshauri. Na ndio unaona mara mingi tumepoteza watu wengi wale ambao maybe hata wangetusaidia kufika katika maono yetu kwa hiyo njia ya kupuuzilia. Na kwa sababu ya hiyo kupuuzilia pia kuna baraka nyingi ambazo tumezipoteza. Hallelujah. And let me tell you this. Huduma kama hii yetu hapa Mlolongo, wewe unaweza ona kwamba hii huduma ni kidogo. Hii huduma ni kidogo kwa sababu kuna kitu ambacho adui anakunyima ukose kukifikiria na kukichanganua katika mawazo yako. Wewe fikiria, wewe ni ulikuja aje hapa? Ulijua aje hii kanisa? Najua mpaka kuna mtu ambaye alikuhubiria. Na najua mpaka kuna mtu alilipia gharama ndio wewe uweze kufika hapa. Na hii miradi ambayo inakosa, hii miradi ambayo inadumaa kwa sababu gani? Inadumaa kwa sababu adui ameondoa uhusiano na wale watu ambao wanaweza kusongesha katika kutekeleza hiyo miradi. Are you getting this? Mimi ni mfanyabiashara na mimi huuza mayai. Na mimi ndio nifanye hii biashara yangu ya kuuza mayai ndio iweze kukua sawa. Kuna watu mpaka lazima niwategemee. Number one, nategemea dereva. Yule mwenye atasafirisha mayai kutoka kwa mkulima ikuje ifike kwa ile duka ya karibu na mimi. Ninategemea huyo landlord mwenye anauzanga mayai hapo, hiyo nafasi yenye amempatia hapo mahali ya kuweka ya kustock hiyo biashara. Huyo landlord akimwambia funga hapo, huyo mtu aambie kama huko Mlolongo, upende usipende nitagaramika. Are you getting that? Kuna mahali ambapo unaenda, na ndio uweze kufika hapo mahali ambapo unaenda, mtu wa Mungu, kuna watu lazima tujishikilie kwao. Kuna watu lazima tutembee nao. Na kuna mambo lazima tukubali kuyafanya. Na hiyo ndio sababu adui hataki tuyafanye. Yona 2:7. Nifanye nini nikiwa chini ya shambulizi? Yona 2:7. Inasema aje? Biblia inasema hivi. Kitabu cha Yona 2:7. Biblia inasema kwamba roho yangu ilipozimia ndani yangu, nilimkumbuka Bwana. Maombi yangu yakakuwasilia katika hekalu lako takatifu. Mstari wa 8. Watu waangaliao mambo ya ubatili na uongo hujitenga na rehema zao wenyewe. Lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Nitaziondoa nadhiri zangu, wokovu kutoka kwa Bwana. Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona pwani. Hallelujah. So hapa huyu jamaa ni maombi ambayo Yona alichukua hatua ya kuomba. Hallelujah. Yona alichukua hatua ya kuomba. Na anachukua hatua ya kuomba wakati ako ndani ya tumbo la samaki. Anasema roho yake ilianza kuzimia. So kuna uwezekano adui amekutoa mahali na amekuweka mahali mpaka sasa unaona kwamba roho yako unaona kana kwamba hauwezi endelea tena. Kuna mambo ambayo ulikuwa unaifanya kwa ukawaida. Ulikuwa wewe ni ndugu, ukiingia katika kuomba, ulikuwa unaweza kuomba kama wanawa.
Lakini sasa adui amekutoa kwa nafasi. Sasa unapoanza kuomba, unaona ni kana kwamba maombi haikuji. Unapoingia mahali pa kuomba unashindwa hata nitaomba nini. Are you getting that? Hiyo ndio kitu ambayo adui wanafanya. Lakini Yona, ijapokuwa alikuwa ndani ya tumbo la samaki, alijua kwamba sasa mimi mambo yangu yote yamefika mwisho. Na kwa sababu mambo yake, aliona kwamba mambo yake yalikuwa yamefika mwisho. Ukiangalia katika mstari wa 4, hebu soma mstari wa 4. Anasema aje? Nami nikasema, nimetupwa mbali na macho yako, lakini nitatazama tena kukabili hekalu lako takatifu. So ni kama Jona alianza kujitabiria. Haleluya. So hiyo hali ambayo uko, ama kile kifungo ambacho adui amekuweka, ili ndio uweze kufaulu kutoka hapo, ni vizuri uwe mtu wa kujitabiria. Haleluya. Kuwa mtu wa kujitabiria. Haleluya. Ijapokuwa kwamba mimi niko katika hii hali, ijapokuwa mimi nimenyanyasika hivi, hapa mahali si mahali pangu, mimi hii maeneo sitakaa. Hapana, mimi ni mtumishi wa Mungu, sitakufa kwa hii hali ambayo nikomo. Mimi nitamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitakuwa mkia, nitakuwa kichwa. Unaanza kujitamkia mambo kama hayo. Na ndio unaona kwamba mara mingi tumeweza kupoteza destiny ya watoto wetu, kwa sababu kuna mambo ambayo tunawatamkianga ambayo si mambo mazuri. Lakini mtoto wako kama unaona kwamba amefaili mahali, hakuna mama mwenye anaweza sema, yani imagine you ladies, wewe kweli shwali tu. Kuna mama mgani mwenye shwali tu, unajua tu hii mimba nimeenda kubeba hii mimba, kweli nimeenda kubeba hii mimba, lakini unajua hii mimba nimebeba nimebeba mimba ya mwenda wazimu. Kuna mama anaweza kukubali kuchukua mimba ya mwenda wazimu? Hakuna. Kila mtu akichukua, kila mama anatarajia akibeba anabebanga na akitembea anashikanga hapa, anasema kwamba huyu ni Samueli nimebeba hapa, huyu ni Elia nimebeba hapa. Are you getting that? Na hata ukikuja siku moja ukiona mama mjamzito hapo, ujaribu kusema kwamba kitu huyu mama anaweza kumaliza. Are you getting that? So ni vizuri pia kutamka maneno ambayo ni ya baraka. You know, kuna watu wengine, kuna hali hata kwenye maeneo kama haya, maybe hata umewekwa kwa nafasi fulani kutumika, lakini wewe unasemanga tu siwezi, ama mimi sijui. Hiyo ndio inasababisha adui jua. Ukianza kuona kwamba hapo mahali penye uka uwezi, jua kwamba hiyo ni shambulizi, umeshambuliwa hapo. Na ukitaka kufaulu hiyo idara, na ukitaka kufaulu katika hayo maeneo, jitabirie, sema nitaweza. Hata kama si kusoma, mimi nitaweza kufanya mambo kama haya. Nitaweza. Hebu angalia mtu kama Yusufu. Wakati alikuwa na ndugu zake wakichunga kondoo, wakifanya ABCD akauzwa. Yusufu ni shule gani alienda? Hakuna shule yenye Yusufu alienda. Lakini Biblia inatuambia kwamba huyu Yusufu ndiye alikuja kuwa prime minister. Alipata wapi akili ya kuwekeza? Ni kwa sababu alikuwa na maono, na alikuwa anajua kweli kuna kitu kikubwa ambacho kiko ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. So, unapokuwa chini ya shambulizi, wewe usinyamaze. Sema, hata kama leo yangu inaonekana hivi, kesho yangu ni kubwa kushinda hii leo inayoonekana. Na kupitia hilo neno ambalo umetamka kwa maisha yako, utapata kwamba Mungu amekuchukua na amekusongesha kwa nafasi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona Yona anapata ufahamu, anasema namna gani? Yona anasema kwamba nami nikasema, nimetupwa mbali na macho yako, lakini nitatazama tena. Haleluya. Pale mahali ambapo ulikusudia kufika mwaka jana na hukufika, endelea kuwa na imani kwamba utafika tena, na jitabirie kwamba nitaweza. Kwa maana Mungu hawezi kukupatia maono ambayo hawezi kuyatimiza. Mungu si mwanadamu aseme uongo. So lazima tukue na ufahamu. Huo ni ufahamu umeanza kumrudia. So anaanza kuona ni mahali gani, ni wapi nilikosea.
Imagine. Sasa kama ningeenda kuhubiri injili venye Mungu aliniambia, ningekuwa ndani ya tumbo la samaki kweli? Haya mambo sasa mimi mwenyewe nimesababisha kuja kwa maisha yangu. Hizi aibu ambazo zinanipata kwenye miji, hizi aibu ambazo zinanipata sasa, ninaonekana namna gani? Kwa sababu tu ya kukosa kufanya. Aliona yeye, alijua kwamba alikosa kutii, na kwa sababu ya kutotii kwake ndio kunaleta hayo machungu. Yeye alikuja akapata ufahamu. Haya, anasema kwamba anaendelea kusema kwamba maji yalinizunguka hata nafsini mwangu, vilindi vilinizunguka, mwani ulikizinga kichwa changu, nalishuka hata pande za chini za milima. Hiyo nchi na mapigo yake yalinifunga hata milele. Lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni. Bwana Mungu wangu, roho yangu ilipozimia. Hili jambo linalolifanya kweli linaleta heshima gani? Kama mtumishi wa Mungu, haya maisha ninayoyaishi, huu mtindo wa maisha ambao nimechukua, unaleta picha gani? Ni vizuri tukue Wakristo ambao tunafika mahali na tunaanza kujiuliza maswali. Bwana Yesu asifiwe. Jitengenezee nafasi, jitengee mahali ambapo utaanza kujihoji. Unapokuwa chini ya mashambulizi, tengeneza nafasi, tengeneza muda wako na Mungu. Haleluya. Jitengenezee nafasi, uanze kuangalia maisha yako. Kabla ni nini kilichokuwa kinakuwezesha kabla haujaweza kuingia katika hiyo hali ambayo uko. So kuna kitu ambacho ulikifanya kikakufikisha kwa hiyo nafasi ambayo uko. Na ulifanya nini ndio ukaingia kwa hiyo nafasi yenye adui amekutoa? So kuna gharama ambayo ulilipia. Bwana Yesu asifiwe. So unaweza kuwa maybe umetoka kwa hiyo nafasi kwa sababu umekosa kulipia gharama ambayo ulilipia mwanzoni. Haleluya. Paka lazima tulipie gharama. Na hii kulipia gharama inakuja katika huu mstari wa 9. Lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Nitaziondoa nadhiri zangu, wokovu kutoka kwa Bwana. So alitoa nadhiri. Haleluya. So Jona alitoa nadhiri kwa Bwana na akasema hata Mungu ni kweli. Unajua, kumbuka kwamba huyu jamaa alisababisha kwanza mpaka watu wakufe kwa hiyo meli. Alisababisha mpaka watu wakufe, karibu watu wakufe kwa hiyo meli. Sasa alipojua unajua na nakiri vizuri kwamba hii mambo unajua hii mambo mimi naonanga ni kama inanitendekeanga mimi mwenyewe sometimes. Juu unafika mahali unafanya kitu na unaanza kujiuliza, kweli na hii kitu mimi nimefanya kweli? Alafu maybe kile kitu ambacho ulifanya ni kitu cha aibu. Are you getting this? Na wale watu ambao wako karibu na wewe, mwingine anamuuliza bwana, so wewe unakuanga ni pastor, so wewe unakuanga ni mtumishi wa Mungu. Are you getting this? Alafu ni kama umetoka kwa usingizi, unashtuka hivi. Na ndio unaona anasema kwamba mimi ni mtumishi wa Bwana aliye juu. So ana confess. Na ni kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu uliye juu. Na ni kwa nini unaingia hapa mahali badala sisi tusikie uhuru wa Mungu, haya mambo yanakuwa magumu? Alikuwa ametoka kwa agano, alikuwa ametoka kwa nadhiri. Haleluya. Na ndio unaona kwenye kitabu cha Ibrania kuna mahali ambapo Paulo anasema kwamba yale maungamo yetu, yale makiri yetu
yetu tulipokiri, tuliweka maagano na Mungu. Maungamo yetu ya kwanza, yale ambayo tuliweka kwa Mungu, tukasema kwamba tutakutumikia Bwana siku zote za maisha yetu. So Yona alikuwa ametoka kwa hiyo nafasi, alikuwa ametoka kwa hayo maagano, alikuwa amevunja nadhiri. Na ndio unaona sasa anasema kwamba nitarudi tena, anakuja anajiunganisha tena. So inawezekana kwamba hiyo nafasi imekuwa hivyo kwa sababu kuna mahali ambapo umejitoa. Bwana Yesu asifiwe. So ile kitu ambacho kinaweza kuturudisha kwa nafasi yetu ni kulipia gharama, yani kuweka nadhiri kwa Mungu. Kama yule ambaye alikuwa alisema, mimi nikipata hata katoto mimi nitakatoa na katakutumikia. Na katakutumikia wewe. So sadaka zako pia kwa Mungu zinaweza zikakurejesha. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka zako kwa Mungu pia zinaweza zikakurejesha. Wakati mwingine unaweza ona ni kwamba, wakati mwingine unaweza ona kwamba imechukua muda. Lakini nimekuja kugundua kwamba sadaka na hizi ili fungu la 10 ambazo tunatoanga, unaweza ona kwamba haiwezi kusaidia leo, but kesho inaweza kukupigania na kukusaidia mahali. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona Yona alisema kwamba nitatoa nadhiri kwako na nitakutolea sadaka. Nitaziondoa nadhiri zangu, wokovu kutoka kwa Bwana. Lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Kwa mtu wa kushukuru Mungu. Hata ukitembea, just thank the Lord. Mwambie, Mungu, katika hii hali nakushukuru Mungu. Ninajua ni ya muda tu, lakini hii hali si permanent. Mimi ninasonga. Mungu, ni wewe umeniwezesha. Asante kwa sababu hata kama niko katika maeneo haya adui yangu hajaniangamiza, ni wewe umenitetea na ukaniweka. Haleluya. Na hiyo itaweza kutusaidia. Katika ile nyingine ni tutasoma kitabu cha Ezra. Ezra 10 verse 6. Ezra 10:6. Hiyo mambo ya bado nafikiri naongelea tu hiyo mambo ya nadhiri. Jambo lingine ni kumuinulia Mungu mikono. Haleluya. Utafanya namna gani? Nifanye nini? Kumuinulia Mungu mikono. Na katika maombi ya asubuhi mchungaji wetu alikuwa ametuongoza, na hii nafasi pia imekuwa haya maandiko pia yamekuwa yanafanana na yangu, ambapo mahali ambapo Daudi alikuwa anasema, hebu tusome kwanza hiyo Ezra, kitabu cha Ezra kwanza, ndio tutakuja kwa Zaburi baadaye. Ezra 10. Haleluya. Nimesema kwamba kuinulia Mungu mikono pia inaweza kuondoa katika shambulizi. Tusome Ezra 14. Inasema hivi, kila mtu natumai amefika hapo. Biblia inasema hivi, inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tu pamoja nawe, uwe na moyo mkuu ukatende. Haleluya. Haya maneno ni wale wazee ambao walikuwa kwa hiyo kusanyiko zile siku ambazo Ezra alikuwa akiongoza. Na haya mambo yamekuja yamefanyika hivi, Ezra alikuwa ameanguka chini anaomba na kutubu. Najua haya maandiko tungeyasoma yote, lakini kwa sababu ya muda pia singependa kusonga sana. Na Ezra ni kwa nini alikuwa ameanguka chini?
Hawa ni watu wa Mungu ambao Mungu amewatoa pia katika hali ya utumwa. Na Mungu amewatoa katika hali ya utumwa na amekuja amewaleta mpaka kwa nchi ambayo wako, na wamefika mahali mpaka wanamjengea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hawa watu walipokuwa wanaongozwa na Ezra, walifika mahali wakamisbehave. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu walifika mahali wakamisbehave. Na walimisbehave mbele za Mungu, wakavunja yale maagano ya Mungu mpaka wakaanza kuoa wanawake wa kigeni. Na walipooa wanawake wa kigeni, hilo jambo halikumfurahisha Ezra ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Na Ezra naye kwa sababu alikuwa ni kiongozi ambaye ni mtiifu na mkamilifu mbele za Mungu, yale mambo alijua kwamba yangeweza kuleta mapigo sana kwa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. So kama viongozi, kuna mambo fulani ambayo unatamani kwenye idara yako yafanyike, na haya mambo hawa watu ambao unaongoza wasipofanya mambo venye inafanyika, kusema ukweli, huwa inavunja moyo. Na huwa inasababisha mpaka unafika mahali unaona kwamba kama haya mambo yanaendelea hivi haitakuwa sawa. Lakini Ezra aligundua kwamba ile kitu ambayo inaweza kuniokoa mimi na hawa watu ni lazima nianguke mbele za Mungu, niombe rehema. Repentance. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa chini ya shambulizi, toba inaweza kusaidia. Na ile toba itakuwa ni ile toba ya kuvunjika, ile kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mara mingi tunapoongelea toba, nowadays unajua watu ni kama kwa makanisa watu tumekariri tunasema tu ni ile kutubu tu, Bwana nisamee, samea Yesu, samea Yesu, samea Yesu, samea Yesu. I'm getting this. Lakini katika hiyo nafasi nyingine tena narudi tena bado uko hapo. Samea Yesu, samea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Toba kama hiyo ni mzaa mbele ya Mungu. Lakini wakati Ezra alipopata mambo kama hayo na hao watu wameingia kwa maagano, alijua kwamba adui amekuja kuondoa hawa watu katika nafasi ya Mungu, na inasababisha kwamba kwa sababu wameingia kwa hii agano, hata watoto wenye watazaliwa watakuwa watoto wa dhambi. So inamaanisha kwamba hiyo mbegu ya utakatifu adui alikuwa ameinuka kuona kwamba anaharibu hiyo mbegu ya utakatifu iondoke. Na Ezra kama kiongozi aliweza kuanguka mbele za Mungu na kuomba rehema. Lakini alipokuwa akiendelea hivyo na alipokuwa amezidi hivyo, hawa wazee waliona kwamba muda umeenda sana na Ezra afanye namna gani? Ezra amuki, na wakasema kwamba inuka. Bwana Yesu asifiwe. So katika nafasi nyingine ni kuinuka. Wewe mwenyewe utachukua jukumu la kuinuka. Utachukua jukumu la kuinuka. Hapo mahali penye uko chini, wewe utachukua jukumu la kuinuka. Bwana Yesu asifiwe. Na ashukuriwe Mungu kwa sababu Ezra alikuwa na wale wenye atamwambia inuka. Haleluya. Maana shughuli hii ya kuhusu wewe na sisi tu pamoja nawe. Uwe na moyo mkuu ukatende. Bwana Yesu asifiwe. So lazima ujipe moyo. Bwana Yesu asifiwe. Hii mambo ni ya muda tu. Hii njaa ni ya muda tu. Bwana Yesu asifiwe. Hii aibu ni ya muda tu. Lakini kesho yangu mimi najua mambo inakuwa sawa. Jipe moyo mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usikuwe ni mtu wa kujifariji na kulialia mashida zako sana. Jipe moyo mtu wa Mungu. Verse 5 inasemaje? Ndipo Ezra akaondoka akawaapisha wakuu wa makuhani na Walawi na Israeli wote ya kwamba watafanya kama hayo, basi wakaapa. Ukiri. Haleluya. But sometimes unaingianga tu unafika mahali unajua kuna kitu nimekuja kuondokea kwa Kristo. Wanafikirianga ati wakati mwingine hii ombi la toba. Hii ombi la toba inakuanga na nguvu. Wakati mwingine unaweza jiombea toba. Kwa nyumba yako wakati mwingine unajiombea toba. Kama maombi imepotea, unaweza fika mahali hata maybe maombi imepotea. Unasema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe Bwana. Nisafishe. Kuanzia leo nimejipeana kwako. Mimi si wa shetani. Ninakataa shetani. Mahali ambapo niliingia kwa maagano na yeye, ninakukataa. Kuanzia sasa ninakufuata Mungu.
unaanza kukiri. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kujiapisha. Unaanza ukajiapisha tu mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. You know, unajua sometimes unaweza ukajifanyia deliverance pia. Sijui kama unajua. Unaweza ukajifanyia deliverance. Unaweza ukajifanyia deliverance. Bwana Yesu asifiwe. Na hii deliverance unajifanyia kwa sababu hili neno tu. Akawaapisha. Ama wakati mwingine unatafuta mtumishi wa Mungu. Unamwambia hakika kweli njia zangu na mitindo yangu si sawa. Bwana Yesu asifiwe. Na kutakuwa na nguvu sana. Wakati utaombewa utapata nguvu na utapata neema. Wacha Mungu awabariki kwa sababu ya masaa